Ni mimi Ramadhan Ngora. Nikujuza magazeti ambayo yamenifikia katika meza yangu hapa asubuhi ya leo. Ni pamoja na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, gazeti Mwananchi, gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, gazeti Tanzania Daima, sauti ya watu, vile vile gazeti Habari Leo, pamoja na gazeti Jambo Leo, gazeti Uhuru, Ukweli Daima, gazeti The Citizen ambalo huandikwa kwa lugha ya Kiingereza, bila kusahau gazeti Burudani ambalo huandika habari za michezo na burudani. Nikusihi kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa yasemavyo magazeti asubuhi ya leo. Nianze na gazeti Nipashe ambalo linaongozwa na habari inayosema PAC yasema Lugumi alipewa mkataba kwa Dezo. Mfumo wa kushindanisha zabuni haukufanyika. Kamati yaamua kuingia yenyewe kazini kujua mbivu na mbichi. Ripoti kutinga bungeni kama escrow ni habari ambayo inaandikwa na gazeti la Nipashe katika ukurasa wake wa mwanzo kabisa. Lakini kuna habari inayosema mhusika mwenyewe aja na sinema mpya da. Haya ni gazeti Nipashe hilo likiandika namna hiyo. Deni la taifa la paa, upinzani washtuka, laandika Nipashe. Lakini bwawa la Kidatu la jaa pomoni, ni gazeti la Nipashe likiandika namna hiyo. Washukiwa ujambazi wa katwa masikio, watobolewa macho. Watumishi hewa kwa Anne Kilango sasa wafikia 226. Wasia waliumba wakataa umma kumuaga, laandika gazeti la Nipashe katika kurasa wake wa mwanzo. Lakini hii sasa inanipa fursa ya kuweza kufungua kurasa zake za ndani gazeti hili la Nipashe, ambapo kuna habari inayosema serikali ya komana ada elekezi. Askofu Isuja alishona mavazi ya kuzikwa nayo, laandika gazeti la Nipashe katika ukurasa wake wa pili. Gari la tumbukia baharini da likipandishwa kivukoni la ua. Haya, wabunge wapinga bilioni 6 kurejeshwa kwa Magufuli, laandika gazeti la Nipashe. Na katika gazeti hili la Nipashe mbeleni kabisa katika ukurasa wake wa kwanza kuna habari picha inaonyesha askari jeshi la polisi na JWTZ na kikosi cha uokoaji wakiwa wamebeba mwili wa Nice Kalago mwenye umri wa miaka 52, mmoja wa watu wawili waliokufa maji jana katika kivuko cha feri Magogoni jijini Dar es Salaam baada ya gari lao kutumbukia baharini. Ni habari picha ambayo inapatikana katika gazeti la Nipashe katika ukurasa wake wa mwanzo kabisa, kama jinsi ambavyo unaweza ukaona hapo mbele mtazamaji. Na nilikika pembeni sasa gazeti la Nipashe na shika mkononi mwangu gazeti la Mwananchi, ambapo kuna habari inayosema uamuzi wa JPM kwa Kabwe wakosolewa. Wengi wasema ni hatari nchi kuendeshwa kishabiki, laandika gazeti Mwananchi. Sarakasi ya sakata la Lugumi yaendelea. Haya ni gazeti Mwananchi hilo. Ukawa wambatiza kwa moto RC Makala, ni gazeti la Nipashe likiandika katika kurasa wake wa mwanzo kabisa. Lakini kuna habari inayosema maiti wa gari lililotumbukia feri Kigamboni wapatikana. Uingereza yamteua Mafuruki kuchunguza misaada Afrika, ni gazeti la Mwananchi hilo. Wabunge wahoji shilingi bilioni 6 kurejeshwa serikalini. Haya, nikifungua kurasa za ndani za gazeti hili kwa haraka na kuta na habari inayosema sarakasi ya sakata la Lugumi yaendelea. RC Mwanza na Lindi wacharukia majipu, ni gazeti la Mwananchi hilo. Ukawa wambatiza kwa moto RC. JPM zidi kungangania Kilango. Haya ni gazeti Mwananchi hilo. Lakini katika gazeti hili la Mwananchi mbeleni hapa kuna habari picha ambayo inaonyesha meya wa jiji la Mbeya mchungaji David Mwashilindi akiwa ameambatana na madiwani wenzake wa Chadema wakiondoka kwenye ukumbi wa Mkapa baada ya kususia kikao cha mkuu wa mkoa wa Mbeya Amos Makala alipokwenda kujitambulisha kwa madiwani wa jiji hilo. Ni habari picha ambayo inapatikana katika gazeti hili la Mwananchi katika ukurasa wake wa mwanzo kabisa, kama jinsi ambavyo unaweza ukaona hapo mtazamaji. Nikishika sasa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ukurasa wake wa mwanzo umepambwa na habari inayosema Lugumi aibuka na avunja ukimya, asema hakuna mwenye mgogoro wa kimkataba dhidi ya mwingine, asisitiza ungekuwepo ungefika kwa AG, akana kukimbia nchi. Utumbuaji majipu da usipime, watumishi wazidi kusimamishwa, Makonda apeleka wengine TAKUKURU. Haya ni gazeti la Majira hilo, gazeti huru la kila siku. Kurasa za ndani za gazeti hili kuna habari inayosema wakufunzi JKT wafuzu mafunzo
ya ujasiriamali. NEC yaipongeza Statoli kwa kuwezesha vijana. Kidatu yafurika maji, TANESCO yapunguza. Sakata la uuzaji uwanja Mbeya, mchawi aanza kusakwa, linaandika gazeti la Majira katika ukurasa wake wa 3. Lakini mwalimu ahukumiwa jela miaka 2, laandika gazeti Majira. Ukurasa wa mwanzo wa gazeti hili la Majira kuna habari picha inaonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akimpa pole askofu mkuu wa kanisa la Katoliki jimbo la Dodoma Beauty Kinyaia kumradhi, katika mazishi ya askofu mstaafu wa jimbo la Dodoma Mathias Isuja yaliyofanyika kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Paul wa Msalaba mjini Dodoma. Ni habari picha ambayo inapatikana katika gazeti hili la Majira katika ukurasa wake wa mwanzo kabisa hapa, kama jinsi ambavyo unaweza kuona mtazamaji. Nikishika sasa gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, kuna habari inasema Lugumi akimbia wanahabari, wabunge CCM wamtisha Magufuli, naibu IGP katibu mkuu wakaangwa Dodoma, linaandika gazeti Tanzania Daima. Serikali yashtukia mizigo kupungua bandarini, kivuko chaua wawili, Zito kitwanga hapa toshi, linaandika gazeti Tanzania Daima katika kurasa wake wa mwanzo kabisa. Kurasa za ndani za gazeti hili kuna habari inasema Makonda awashtukia wasaidizi wake bilioni 50 kujenga barabara Kinondoni, kivuko chaua wawili ndani, habari ambayo pia inaandikwa katika kurasa wa 2 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Serikali yashtuka mizigo kupungua bandarini, ni habari ambayo tumeona katika kurasa wa kwanza, lakini undani wake unapatikana katika kurasa huu wa 3 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Habari picha katika kurasa wa mwanzo kabisa wa gazeti la Tanzania Daima linaonyesha askari wa kikosi cha zimamoto na uokoaji wakiwa wamebeba mwili wa mmoja wa abiria wawili waliotumbukia kwenye maji na kufariki dunia wakiwa ndani ya gari baada ya gari hilo kushindwa kuingia kwenye kivuko cha feri jijini Dar es Salaam. Ni habari picha ambayo inapatikana katika gazeti hili la Tanzania Daima kama jinsi ambavyo unaweza ukaona hapo. Na kafimeni sasa gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, tunashika mkononi gazeti Habari Leo, na katika kurasa wake wa mwanzo kabisa kuna habari ambayo imeandikwa kwa wino mzito ikisema Tanzania yapania kuwa ya viwanda. Ni kauli ya Waziri Mpango akisoma mpango wa maendeleo. Shilingi trilioni 107 zahitajika kutekeleza mpango huo wa miaka 5. Meya Chadema aomba Rais Magufuli aungwe mkono, linaandika gazeti Habari Leo. Na bunge la igomea Lugumi, ni habari pia ambayo inaandikwa na gazeti Habari Leo kama ilivyoandikwa na magazeti mengi siku ya leo. Kurasa za ndani za gazeti hili nakutana na habari inayosema Tanzania yapania kuwa ya viwanda, ni habari ambayo ndani yake inapatikana katika kurasa huu wa 2. Meya Chadema aomba Rais Magufuli aungwe mkono. Bunge la gomea Lugumi yaundiwa kamati ndogo. Magufuli amteua mkurugenzi CDA. Bwawa la Mtera sasa lajaa pomoni, maji yatiririshwa. Gari latumbukia Kigamboni laua wawili, laandika gazeti hili la Habari Leo. Bei elekezi shule binafsi iko pale pale, laandika gazeti Habari Leo. Na nikika pembeni sasa gazeti la Habari Leo, nashika mkononi mwangu gazeti la Jambo Leo, sauti ya jamii, ambapo kurasa wake wa mwanzo kabisa kuna habari inayosema NIDA fupa kwa Rais Magufuli. Ni habari hiyo ambayo inaandikwa kwa mtindo wa swali. Vigogo wa Lugumi wahojiwa bungeni, laandika gazeti Habari Leo. Wapinga utumbwaji majipu hadharani, waliokufa sasa iko wazidi 500, laandika gazeti Habari Leo. Lakini ukurasa wa ndani kwa haraka nakutana na habari inayosema vigogo wa Lugumi, polisi wizara wahojiwa na bunge kwa saa 4. Wapinga utumbwaji majipu hadharani, jaji atajwa kesi ya ardhi. Ni gazeti Jambo Leo likiandika namna hiyo. Nikileka pembeni sasa Jambo Leo, nashika gazeti la Uhuru, ukweli daima, ambapo ukurasa wake wa mwanzo umepambwa na habari inayosema serikali yasema ada elekezi shule binafsi lazima, trilioni 107 zahitajika. Ni mpango wa 2 wa maendeleo. Katika kurasa za ndani za gazeti la Uhuru nakutana na habari inayosema kamati ya haki za binadamu yataka Dr. Dau apewe tuzo, laandika gazeti hili la Uhuru. Lakini Lugumi ya kanusha uvumi, laandika pia gazeti Habari Leo. Lakini ukurasa huu wa mwanzo kabisa kuna habari picha inamuonesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akimpa pole askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Dodoma Mhashamu Beatus Kinyaia wakati wa mazishi ya askofu mstaafu wa jimbo hilo marehemu Mhashamu Mathias Isuja katika kanisa kuu la Mtakatifu Paul wa Msalaba mjini Dodoma hapo
jana. Ni habari picha ambayo ipo katika gazeti hili la Uhuru katika ukurasa wake wa mwanzo kabisa. Nashika sasa gazeti la The Citizen ambalo huandikwa kwa lugha ya Kiingereza, na ukurasa wake wa mwanzo kabisa una habari inayosema kwa nini sakata la Lugumi ni kipimo kikubwa kwa JPM mpaka sasa. Haya, wachambuzi wasema Magufuli anastahili pongezi, lakini kuna habari inayosema wabunge wahoji bilioni 6 kurejeshwa serikalini. Ni gazeti la The Citizen hilo.